tuna mpango wa kwenda mahakamani kwa sababu tumeona hatujatendewa haki. Hatujatendewa haki. Kwa hiyo tutakwenda mahakamani kupinga haya, tunaona kwamba haki haijatendeka, lakini pale ambapo amri itatoka tutafanya uchaguzi kwa utaratibu wa chama ndani ya chama. Hatutakubali kupangiwa viongozi na ofisi ya msajili kwa sababu chama cha wananchi CUF kina katiba yake, ni chama kiko kisheria, kimesajiliwa kikatiba, kina sheria yake, kina wimbo wake, kina kanuni zake, kina kila kitu. Kuna vyombo vya maamuzi. Kwa utaratibu kama mwenyekiti ameonekana, basi tuseme kwamba msajili ameona mwenyekiti uchaguzi wake ulikosewa. Japo tumeeleza hapa kwa sababu amekamatwa kwamba tu yani uchaguzi umetenguliwa kwa sababu yale maamuzi kura zilizomweka hazikuzidi 50%. Sasa kama baraza limetengua waende watu 8, maana uchaguzi wa mwenyekiti ulikuwa na watu 9, mmoja akajitoa kwa 8. Zaidi ya nusu unaipata wapi? 50 unaipata kwa sababu tulitaka, ndio maana baraza likasema atakayekuwa amepata kura nyingi ndiye mshindi. Wote tunaona wanafaa, wote ni wanachama wetu, wote wana uwezo, mkutano mkuu kaamue. Ndio walivyoamua. Ni mamlaka ambayo yako ndani ya katiba yetu. Kwa hiyo kwa katiba yetu tutafanya uchaguzi huo kama ikidhirika kwamba kuna lazima kufanya hivyo, lakini sio kupangiwa. Leo tunaambiwa ratiba inatoka, kesho tunaambiwa kwamba kuna baraza linakaa, baraza la uongozi la taifa linakaa, baraza kuu la uongozi. Mimi ni mjumbe wa baraza, licha ya kuwa kaimu katibu mkuu wa chama taifa, ni mjumbe wa baraza, sina taarifa. Huyu kuna wajumbe wa baraza wengi, huyu ni mjumbe wa baraza, yuko hapa ana taarifa. Kwa hiyo taarifa ofisi ya msajili, nadhani tunasema ni ofisi ya msajili kwa sababu wenyewe ndio wanatoa taarifa kwa wajumbe ambao wanatuzunguka. Tunapiwa simu kwamba tunasikia kuna baraza, sisi tunaambia tujui, sisi tuko ofisi, mimi niko ofisini wiki nzima, kila siku nakuja, sijaletewa cha utaratibu wowote. Kwa hiyo kwa utaratibu wa chama, umma ujue kwamba CUF sio chama cha kwenye majani, ni chama cha ukombozi, kimeanzishwa 1992, kimefanya mambo kwa taifa hili, kina uongozi wake. Kama viongozi watatu wa kwanza wameonekana kwamba wamekatikana kinyume na taratibu, lipo baraza. Baraza hilo limepitishwa na mkutano huo mkuu. Kwa hiyo lina mamlaka sasa ya kukaa na kusema kwamba sawa, viongozi wetu watatu hawa wanaonekana kwamba wametenguliwa, what next? Nini kifuate? Baraza lina mamlaka hiyo, katiba inaonyesha wazi. Baraza likae, lijadili, lichakate, lisatafute mwenyekiti wa kukaimu wa muda. Baraza ndio linaandaa, kwa sababu kwa utaratibu wa katiba yetu baraza ndio linaandaa mkutano mkuu. Baraza kuu la uongozi linaandaa mkutano mkuu. Sasa huko wanakoandalia huko vichanganya tujui ni wapi. Kwa hiyo wanachama wa CUF hawatakuwa tayari kuwekewa viongozi ambao wao hawajawachagua. Kwa sababu tunasikia tu, na hata sasa hivi hapa watu tunaongea mmesikia hapa, hizo ni zile kwamba wanasapotiwa, wana nguvu wanayopewa, ambao wengine sio wanachama. Wengine walikuja hapa sio wanachama, wanaenda kuokotwa Manzese huko, wanaokotwa Buguruni huko, wanaletwa hapa kwamba waonekane ni wanachama. Wengine sio wanachama, wengine sio viongozi, basi tukuleta vurugu ndani ya chama. Kwa hiyo sisi tutakubali kurudia uchaguzi huu kama kanuni na katiba inavyotueleza, na kutokana na maamuzi tutakayofanya baada ya kuchukua hatua kwa barua ambayo tumeipata, ambayo kimsingi tunaona kwamba hatujatendewa haki na ofisi ya msajili.